Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Gavoo Media? Karibu katika Genius. Jina langu ni Michael wa Emmanuel. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ametangaza kifo cha Mheshimiwa Cleopa David Msuya, Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kilichotokea Mei 7, 2025 katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Rais Samia ameeleza kuwa hayati Cleopa David Msuya ameugua kwa muda mrefu na amekuwa akipatiwa matibabu ndani na nje ya nchi, ikiwemo katika hospitali ya moyo ya Jakaya Kikwete, Mzena jijini Dar es Salaam na London nchini Uingereza. Rais Samia ametangaza siku 7 za maombolezo ambapo bendera zitapepea nusu mlingoti kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 13 Mei 2025. Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa natangaza kifo cha Mheshimiwa David Cleopa Msuya, makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Morogoro. Katibu wa Halmashauri Kuu ya Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM CPA Amos Makalla amepiga magoti na kuomba wananchi wa Mvomero kumruhusu kutogombea tena jimbo hilo na kuwaomba wamruhusu aendelee na jukumu alilonalo la uenezi. Makalla ameeleza hayo Mei 7, 2025 wakati akizungumza na wananchi katika eneo la Turiani wilayani Mvomero mkoani Morogoro, ikiwa ni mwendelezo wa ziara yake ya siku 7 katika mkoa huo. Awali Makalla amewashukuru wananchi wa Mvomero kwa heshima waliyompa toka mwaka 2010 ya kuwa mbunge na 2020 walimpa heshima kubwa ya kuongoza katika kura za maoni, na yote hiyo ni kwa sababu alifanya kazi nzuri aliyoipokea kutoka kwa mtangulizi wake Morad Sadek. Pia ameahidi akiwa katika nafasi hiyo ya uenezi ataendelea kusimamia barabara ya kutoka Mvomero kwenda Handeni na kuhakikisha inatekelezwa. Makalla ameeleza hayo akijibu haja iliyoelezwa na mbunge wa jimbo la Mvomero Jonas Van Zeeland. Alisema kutokana na Makalla kumpa heshima na ushirikiano pale mwaka 2020 pamoja na kuongoza kwake katika kura za maoni, na kutokana na nafasi aliyompa yupo tayari kumwacha Makalla agombea ubunge katika jimbo hilo. Dar es Salaam. Rais wa Msumbiji Daniel Francisco Chapo amewasili Tanzania Jumatano kwa ajili ya ziara ya kiserikali ya siku 3 iliyotarajiwa kuimarisha uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Ziara yake inatarajiwa kuweka msingi imara wa uokoaji wa uchumi, usalama wa kikanda na uwekezaji wa kigeni. Hii ni ziara ya kwanza rasmi ya Rais Chapo nchini Tanzania na ya pili tu nje ya nchi yake tangu ashike madaraka Januari, huku akitembelea Afrika Kusini mwezi Machi. Akiwa nchini Tanzania, Rais Chapo atafanya kikao baina ya nchi hizo mbili na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan na kuhutubia waandishi wa habari na kushuhudia utiaji saini wa mikataba mbalimbali ya ushirikiano baada ya hafla hiyo ya kuwakaribisha rasmi. Pia atatembelea kituo cha udhibiti na ukombozi wa Afrika ili kupata ufahamu kuhusu historia ya ukombozi wa bara hilo. Rais Chapo pia amepanga kuzuru stesheni ya reli ya Standard Gauge yani SGR jijini Dar es Salaam na pia kufanya ziara rasmi huko Zanzibar. Ziara hiyo ni ishara ya uhusiano wa kihistoria kati ya majirani hao wawili. Pia ni hatua ya kimkakati ya kidiplomasia iliyolenga kuhakikisha mipango ambayo haijakamilika chini ya mtangulizi wake Philip Nyusi. Na kunako kimataifa, wabunge wa Ulaya wamejadili maazimio kuhusu mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema Tanzania Tundu Lissu na kulaani kitendo cha kukamatwa kwake pamoja na tuhuma zinazomkabili ambazo wamesema zinaonekana kuwa za kisiasa na zinazobeba hatari ya kifo. Hatua hiyo imefikiriwa baada ya bunge hilo kufanya kikao cha dharura kujadili suala la mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Wameitaka serikali ya Tanzania kumwachia mara moja Lissu bila masharti yoyote ili kuhakikisha usalama wake na haki yake ya kusekelezwa kwa haki na uandishi wa kisheria. Wabunge hao wanazitaka mamlaka za Tanzania kukomesha ukandamizaji unaoendelea, ukamataji hovyo, unyanyasaji, mashambulizi na unyanyasaji dhidi ya wanachama wa upinzani, watetezi wa haki za binadamu, watu wa kiasili, wanaharakati wa LGBTQ+, waandishi wa habari na mashirika ya kiraia, na kuchunguza kwa uhuru dhuluma za polisi na kupotea kwa watu, kudumisha utawala, sheria, vyombo vya habari, uhuru wa kujieleza,
uhuru wa vyombo vya habari na mahakama. Wanasisitiza haja ya EU ni kuhakikisha kwamba ushirikiano wake wa kimaendeleo na Tanzania, ikiwa ni pamoja na mpango wa Global Gateway unaoendana na utendaji haki za binadamu, uhuru wa kujieleza na viwango vya kesi vyenye haki. Wabunge hao wanamwagiza rais wake kupeleka azimio hilo kwa serikali na bunge la Tanzania pamoja na Umoja wa Afrika. Azimio hilo lilipigiwa kura na wabunge hao Alhamisi tarehe 8. Na katika rubaa za michezo, Paris Saint-Germain yani PSG umefuzu kwa fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya yani UCL baada ya kuwatoa Arsenal kwa jumla ya mabao 3-1 katika hatua ya nusu fainali. PSG walishinda mechi ya kwanza 1-0 ugenini, kisha wakamaliza kazi kwa ushindi wa 2-1 nyumbani kwake Paris des Princes. PSG sasa watakutana na Inter Milan katika fainali itakayofanyika Jumamosi ya Mei 31 mwaka 2025 kwenye uwanja wa Al-Aziz Arena mjini Munich, Ujerumani. Mchezo huo utaanza saa 4:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Hii itakuwa ni fainali ya pili kwa PSG katika kipindi cha miaka 5 na ya kwanza tangu kuondoka kwa Kylian Mbappe kwa upande wa Inter Milan. Hii ni fainali yao ya 7 ya UCL wakitafuta taji lao la 4 la Ulaya. Mpaka kufikia sasa dawati la J-News kutoka hapa Gavoo Media halina la ziada. Ulikuwa nami Michael Emmanuel. Tafadhali usiache kusubscribe, kulike pamoja na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari zote tunazozidi kukuwekea hapa. Asante sana. Bye bye. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.